Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Yes, kuna msemo ambao unasema kuwa hakuna linaloshindikana chini ya jua, lakini pia wapo watu ambao walizungumza kwamba kwenye mpira wa miguu kila kitu kinawezekana. Lakini pia maajabu ya soka yamewahi kufanyika mara kadha wa kadha. Haikuwa rahisi wala haikuwa nyepesi kwa ya Simba Sports Club kuweza kufuzu hatua ya nusu finali, na hii ni baada ya mchezo wake wa kwanza kufungwa goli 2 ugenini. Ikampasa aje kutafuta goli 2 na zaidi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Dakika 90 zikatamatika kwa Simba kuweza kuibuka na ushindi wa goli 2-0. Hatua ya mikwaju ya penalty ikawalazimu kwenda kuamua matokeo ya mchezo huo. Musa Pinpin Kamara, huku wanamuita Spiderman, akaibuka mshindi baada ya kuondoka na penalty zake. Shomari Kapombe akamaliza kwa kusema 100% ni Jesus, akiwa anamaanisha 100% Yesu Kristo. Sasa hili likapita, wanasimba wakakaa kitako kusubiri ni nani anayekuja mbele yao, huku macho yao na matamanio yao yakiwa najua Zamalek ndiye ambaye anakuja, wakitaka kuirudia ile historia ya mwaka 2003. Shughuli ikabadilika. Zamalek akachezea kichapo cha goli 1-0 katika uwanja wake wa nyumbani. Unajua ni nani aliyefanya hivyo? Ni vijana kutoka kwa Madiba, si mbali kutoka hapa Tanzania. Hapa nazungumzia South Africa, kule ambako Amapiano ndiyo nyumbani kwake. Hawa wanafahamika kama Stellenbosch, ni vijana kutoka Cape Town, lakini wengine wanasema wanatokea upande wa West huko South Africa. Sasa sisi tutaenda kuwaelezea kwa undani na kujua walianzia wapi, na ni wakina nani, wana ubora gani, na ni kwa nini wamefanikiwa kufika hapo walipofika. Na je, Simba afanye nini ili aweze kufuzu hatua ya nusu finali kwenda finali? Ikumbukwe si mara ya kwanza wa South Africa kuja Tanzania. Washakuja Marumo Gallants wakacheza na Yanga, wakaja Mamelodi Sundowns wakacheza na Yanga pia. Sasa leo hii ni zamu ya Stellenbosch. Mtazamaji wa RTV Tanzania, karibu katika kipindi chako cha update za kila siku. Na kama hujasubscribe channel yetu fanya hivyo, lakini usisahau kuacha comment yako hapo chini. Stellenbosch ni timu ambayo inapatikana Afrika ya Kusini, huko Cape Town. Ni timu ambayo ilianzishwa kwa lengo la kukuza vipaji. Mmiliki wa timu hii anafahamika kama John Lupet. Yeye alianzisha timu hii na kuitaka ijitegemee kwa lengo la kukuza vipaji, na ndio maana ameshafanya hivyo. Wachezaji kadha wa kadha wameshatoka kwenye klabu ya Stellenbosch na kwenda kucheza michuano mbalimbali katika timu tofauti tofauti. Wapo ambao wameanza katika kikosi cha Mamelodi Sundowns, lakini wengine wameenda Orlando Pirates, na wengine wametoka nje ya Afrika ya Kusini na kwenda nchi za Misri. Timu hii si kongwe wala haina ukubwa wowote ambao wa kuitishia au wa kuifanya iweze kuwa bora kiasi hicho. Ni wageni katika michuano ya CAF Champions League, kwa maana ni msimu wao wa kwanza kucheza michuano ya CAF Confederation Cup, ikiwa ndio michuano yao ya kwanza baada ya msimu jana katika ligi yao kushika nafasi ya 3, huku juu yao wakiwepo Mamelodi sambamba na Orlando Pirates. Baada ya kufanya hivyo, wakafanikiwa kuwatoa AC Vita Club kutoka DRC Congo. Watu wakasema AC Vita ni wachovu, na ndio maana wameondoshwa katika hatua ya awali Stellenbosch. Makundi yakapangwa, RB Berkane sambamba na Stella wao ndio wa kwanza kupita katika makundi hayo. Stellenbosch yeye alifanikiwa kufudhu akiwa na alama 9, huku akiwa amepoteza michezo 3 na kushinda michezo 3. Baada ya kuvuka hatua ya makundi, hatimaye akaingia robo finali. Mchezo wake wa kwanza ukachezwa katika uwanja wake wa nyumbani. Huko akatoka sare ya 0-0 dhidi ya Zamalek. Watu wakadai historia yake inaenda kuishia pale, kwa maana hawezi kuondoka na pointi yoyote katika ardhi ya Misri. Haikuwa nyepesi, mechi ilikuwa ngumu kweli. Dakika ya 79 hivi goli likapatikana. Stellenbosch wakaongoza goli 1. Ikawa ni ngumu na ni mlima mrefu zaidi kuwahi kutokea kwa upande wa Zamalek, kwa maana hakuwa na uwezo wa kufanya chochote. Mpaka dakika 90 zikatamatika, Stellenbosch akavuka kwenda hatua ya nusu finali. Sasa mafanikio yake ni yapi, na kwa mara yake ya kwanza ilikuwa ni mwaka gani kushiriki michuano hii? Kwanza
Katika msimamo wa ligi yao huko, yeye yuko nafasi ya 5 hivi sasa tunavyozungumza. Lakini ni msimu wake wa kwanza, kwa mara ya kwanza mwaka 2024 ndio msimu wake wa kwanza kushiriki michuano ya CAF. Yeye mnamo mwaka 2009 2010 msimu huo alipanda ligi daraja la kwanza kwa mara ya kwanza. Lakini mwaka 2010 na 2011 haikuwa rafiki kwake, kwa maana alipanda na kushuka. Akajipanga tena mwaka 2018 2019 akarejea tena katika First League, na 23-24 ndio msimu wake mzuri zaidi, kwa maana alishika nafasi ya 3 katika ligi na akatwaa kikombe cha South Africa Cup, ikiwa ni kikombe pekee ambacho anakimiliki hivi sasa. Timu hii imesajili wachezaji kutoka nchi mbalimbali, lakini inatumia zaidi wachezaji ambao wanapatikana ndani ya nchi ya South Africa wakitokea maeneo ya Cape Town, kwa sababu ni timu iliyoanzishwa kwa lengo tu la kukuza vipaji vya wachezaji kutoka maeneo ya Cape Town na maeneo ya karibu na Cape Town. Timu hii hivi sasa ina wachezaji kutoka maeneo mbalimbali, lakini wengi wakiwa wanatokea Marumo Galaxy, wengine wakatokea, lakini wapo pia wachezaji ambao wanatokea katika klabu ya Mamelodi Sundowns na wamesajiliwa. Hivyo ni timu ambayo ina ushindani kwa kiasi chake. Sasa swali ambalo nakuachia wewe mtazamaji wa RTV Tanzania, je, kwa unavyojua Simba Sports Club, unadhani watavuka tena kuingia hatua ya finali? Uwanja wa comment ni wako, tiririka utuambie. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.